والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. من ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani sura Al-Ahzab aya ya 53 anatuambia sisi waumini kwamba haipasi kwetu sisi wala si sawa sisi kumuudhi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale aliposema baada ya bismillahir rahmanir rahim, wama kana lakum an tu'dhu rasulallah, wala haiwafai kwenu nyinyi, si sawa kwenu nyinyi kumuudhi mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kwenye sura hiyo hiyo Al-Ahzab aya ya 57 anaeleza madhara ya kumuudhi yeye, madhara ya kumuudhi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale aliposema baada ya bismillahir rahmanir rahim, innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu, hakika wale wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake, la'anahumullahu fi dunya wal akhirah, hao amewalaani Mwenyezi Mungu duniani na akhera, wa a'adda lahum adhaban muhina, na amewatayarishia adhabu yenye kudhalilisha. Katika surati Tauba aya ya 61 Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, walladhina yu'dhuna rasulallah, na wale wanaomuudhi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lahum adhabun alim, wana adhabu yenye kuumiza. Aya hizi wanazuoni wanatuambia zinatufunza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha na imefanywa ni katika madhambi makubwa kumuudhi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo kila mmoja wetu ana wajibu wa kuchukua tahadhari asiingie katika wanaomuudhi mtume kwa maneno, kwa vitendo, kwa hali yoyote itakavyokuwa. Wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wapo waliomuudhi. Qur'ani inatuhadithia katika suratul Hijr aya ya 6, Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, wa qalu ya ayyuhalladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun, wakasema wale watu wanazungumza kwa maskhara, wa kucheza shairi utani hivi, wakimwambia mtume, yule ambaye anadai kwa kateremshiwa Qur'an, hakika yako wewe ni mwenda wazimu. Katika sura Al-Furqan Mwenyezi Mungu anaeleza pia waliomuudhi mtume nini walikuwa wakisema. Hata alipowaendea na maneno ya Mwenyezi Mungu wakasema, in hadha illa ifkun iftara, huu ni uzushi tu ameuzua huyu, wa aanahu alayhi qaumun akharun, na katafuta na watu wengine wamemsaidia kwenye kuzua mambo haya. Kuudhiwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufanyiwa mzaha ulimuumiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani akimliwaza mtume wake baada aliposema baada ya bismillahir rahmanir rahim, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Mwenyezi Mungu anamwambia tunajua kwamba unapata taabu, moyo wako unaumia kwenye yale wanaoyasema.
fasabbih bihamdi rabbik, takasa sifa za Mola wako, wa kum minas sajidin, na kuwa miongoni mwa wale wanaomnyenyekea Mwenyezi Mungu bila kuyumbisha. Wa'bud rabbak, na muabudu Mola wako mpaka umauti ukukute. Tunafunzwa wakati wote, popote pale tulipo, tuchunge nini tunasema, isije ikawa maneno tunayoyasema yanaingia katika wale waliomuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wote, popote pale tulipo, tuchunge nini tunafanya, isije kuwa yale tunayoyafanya yanaingia katika yaliyofanya na waliomuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia: wama kana lakum an tu'dhu Rasulullah, wala haifai kwa nyinyi waumini kumuudhi mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Maudhi haya wanazuoni wakasema yanaweza kuwa ya vitendo, yanaweza kuwa ya maneno. Anaweza kusema mtu maneno akaona ni kawaida tu, kumbe kwa maneno yale kaingia katika wenye kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaweza kufanya mtu vitendo akaona ni kawaida tu, kumbe kwa vitendo vile vinamuingiza kwenye kundi lisilofaa. Hivyo kila mmoja wetu awe na tahadhari sana upande huu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia: al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Mtu bakhili ni yule ambaye Mtume anasema yeye anatajwa kisha mtu yule hamsalii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubakhili huu maana yake ni ubakhili unaomuudhi Mtume. Kwa hivyo kila mmoja wetu achukue tahadhari pale anapotajwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye anakaa kwenye ubakhili au anafanya kinyume chake, kwa sababu kujizuia kuacha kumswalia kwa sababu yoyote ile utakayokuwa nayo itakuingiza kwenye upande usiofaa, kwa sababu hii ni haki katika haki za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni haki yake. Kwa hiyo kutompa haki yake unaingia katika wanaomuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wanazuoni wakatuambia unaweza usiseme maneno ya kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, usifanye vitendo vya kumuudhi, lakini wewe ukasababisha kwa namna unavolea watoto wako ikasababisha kumuudhi Mtume, kwa namna unavoendesha biashara yako ikasababisha kumuudhi Mtume, kwa namna unavofanya kazi zako ikasababisha hivyo. Kwa hiyo sio tu kujiepusha wewe kufanya moja kwa moja, lakini kujiepusha wewe kwa sababu. Na wakaeleza hili kwenye maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam:
pale aliposema inna min akbari al-kaba'iri an yal'ana ar-rajul walidayhi. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, katika madhambi makubwa kabisa ni mtu kuwalaani wazazi wake wawili. Masahaba wakaona jambo hili kwa kawaida haliwezekani. Wao wakamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa yal'anu ar-rajulu abawayhi, vipi mtu atalaani wazazi wake wawili? Mtume akasema yasubu ar-rajulu aba ar-rajuli, ni pale mmoja atakapomtukania mwenzie babake. Kwa yeye kumtukana baba wa mwenziwe, fayasubu abahu, yule aliyotukaniwa babake naye atarudisha kumtukana baba wa huyu, na huyu atamtukana mamake. Kwa kufanya hivyo, huyu hakufanya moja kwa moja, lakini kwa kuwa yeye kasababisha, anahukumiwa kwamba yeye amewalaani wazazi wake wawili, na ni katika madhambi makubwa kabisa. Kwa msingi huu, kwa kipimo hiki, unaweza kwamba wewe uhusiki moja kwa moja, lakini kwa matendo yako na maneno yako ikawa umesababisha na wewe unaingia katika wale wenye kumuudhi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuzingatie sana maneno ya Mwenyezi Mungu anaposema walladhina yudhuna rasulullah, wale wanaomuudhi mtume, lahum adhabun alim, wana adhabu yenye kuumiza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde, asitujalie tukawa miongoni mwa wenye kumuudhi mtume. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwa sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر البشرين من الجنة وأزواج نبيك وعمل وصدقائه وإلى الخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه